Mwanamke ukihitaji kudumu kwenye mahusiano, acha tabia ya kushindana na mwanaume. Acha. Kwa sababu mwanaume ni kama hii grass. Hata aje Aisha ashike, Shani ashike, Agnes ashike, Aileen ashike, Sofia ashike, Muamini ashike, bado haitaonekana kama imeshikwa na watu wengi, na maji yaliyomo ndani yake yatabaki kuwa masafi kiasi kwamba mtu anaweza kuosha grasi na akanywa maji yaliyomo ndani yake. Ni tofauti na maji haya yaliyokuwepo ndani ya grasi, aje Juma ayashike, Keivo ayashike, Abdalla ayashike, Festo ayashike, Josefu ayashike, Emmanuel ayashike, halafu haya maji ukampe Shafii anywe. Hataweza kuyatumia kwa sababu ataona yameshatumika na ni machafu, zaidi yatamwagwa. Ni bora umpe mpenzi wako nafasi 20-100 kuliko kuwapea wanaume 20-100 nafasi. Nikiwa na maana ni bora uwe mjinga kuliko kuwa malaya. Mwanaume ni kama hichi kikombe, leo kimekaa maji, kesho kitakaa chai ya maziwa, kesho kutwa chai ya rangi, mtondogoo kitakaa uji, kisiku inayofuata itakaa soda humu, na bado mtu atakunywa. Mwanaume ni kama mwiko, atapika kila kwenye jungu, atapika kila chakula. Mwanaume ni kama kifo, atulise mmoja. Ndio maana mwenzako hata akiwa na michepuko wangapi bado anaonekana lijali. Wewe ukiwa na wanaume wawili tu unaitwa malaya. Kwa nini usijiulize? Hakuna namna yoyote ile ya kumlinganisha mwanaume na mwanamke. Mwanaume hata atumike vipi, hata alime, hataonekana kama amelima, ila shamba lililolimwa linaonekana kama limelimwa. Kwa hiyo akili kichwani. Mwanaume akikuchiti, angalia namna ya kuifanya ndoa yako iendelee, namna ya kufanya penzi lako lipige hatua.